Kwa hiyo mama, ulikuja nyumbani kwangu kulala na mpenzi wangu au kunichukua nirudi nyumbani? Unajua fika ninachokiongelea mama. Kumbe mama ni malaya kiasi hicho. Wewe kumvulia nguo mwanaume wangu. Hivi mama, wewe ni mamangu kweli? Ama nilibadilishiwa mama hospitali? Haiwezekani kama mimi ni mtoto wako wa kunizaa, unifanyie kitendo kama hicho ulichonifanyia mama. Sasa, nisikilize kwa makini. Nakuja nyumbani na kumweleza baba uchafu wako wote ulioufanya huku. Vipi kaka utokako? Kwema, maana umekuja unakimbia speed yani, au kuna tatizo huko? Ndugu yangu, huko nilipotoka hakuna usalama hata kidogo. Bazajian ananikimbiza ukashika bonge la panga, anataka kuniua. Anasema mimi nimemuulia mke wake eti. Mke wake? Mke wake Jiani, huyu mke wake amekufa? Ndio kaka. Kafia wapi? Yaani ilikuwa ni hivi. Yule mwanamke alikuja pale nyumbani kwangu kama kawaida yake. Anatabia anasema sijui mimba yake ndio inamfanya awe anakuja nyumbani kwangu kila muda. Sasa mimi nikazozana naye kidogo, nikaa namfukuza arudi wapi? Arudi kwa mume wake. Sasa kaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, akaenda kujilaza pale kitandani. Mimi nimekaa zangu pale nje, nikabidi na mimi niingie ndani kwangu. Sio niingie ndani kwangu, rafiki yangu namkuta kalala kitandani pale. Namshika hivi mwanangu, hapumui. Namtingisha hivi, hatingishiki. Yaani alivyolala vile mikono kaeka hivi, yani kama kafunga swala, kalala hivyo hivyo. Ninavyokuambia ndugu yangu. Nikasema bwana, kwa kuwa kule mume wake yupo, niende mpaka kwake. Bahati, kwa niwe vipi na mwanamke wako? Maana nilisikia makelele, ghafla nikamwona anatoka nakimbia. Monica, ni mambo tu ya familia. Nafikiri sio muhimu sana kwako wewe. Achana nayo. Hapana, wewe niambie. Naweza kushauri jambo, si unajua mimi nakupenda. Kama nilivyokuambia, ni mambo ya kifamilia. Kwa hiyo sidhani kama ni sahihi kwanza kukuelezea kwamba ilikuwa hivi iwe hivi, hata kama umesema kwamba utanishauri. Maana ninavyojua mimi, mara nyingi mambo ya ndani haupaswi kumpelekea mtu wa nje. Haijalishi awe rafiki awe nani. Mambo ya familia ni ya familia tu. So kama kungekuwa kuna umuhimu wa kutaka ushauri, ningekwambia. Na nadhani wewe achana nayo. Sio muhimu sana. Wewe acha tu. Sawa? Nafika pale tena nakutana na blaza njiani. Nikamwelezea bwana issue ilivyokuwa, akaniambia tu tukamwangalie, tumekuja mpaka ndani. Kuingia pale na kumshika, hapumui. Wala atingishiki, yani ameganda vile vile. Blaza tunaanza kunikimbiza sema nimemuulia mkeo. Yaani tumetoka mbali ndugu yangu, tumetoka huko bomba mbili, kanikimbiza bomba mbili mpaka Msongola kwa miguu. Ninavyokuambia. Kiukweli asingeweza kukuelewa kama hujahusika. Lakini itakuwa ni kifafa cha mimba. Waga mara nyingi vinatokea kwa mama wajawazito. Kifafa cha mimba? Kifafa cha mimba ndo nini? Ni mambo ya kitaalamu, huwezi kuelewa. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu hatua ulofikia sasa hivi ni hatua ya kuuliwa. Na sidhani kama hata kama angekuwa na sehemu ile kama atakuacha. Sasa wewe ingia ndani, acha mimi nitoke hapa niende kwa kaka yako, nikamsikilize ana mpango gani kuhusu wewe na kuhusu kumstiri mke wake. Alafu nitakuja kukupa majibu. Fresh kaka, mimi nitashukuru kama utanistiri hapa nyumbani kwako. Lakini ndugu yangu hakikisha kwamba huko unapoenda, yani usimwambie kama mimi nipo hapa kwako. Hilo usijali, ondoa shaka. Mimi nimekuhifadhi kwangu, mimi nitaenda kuongea naye. Nijue kwanza mwafa wako unavyokuwa. Ila nawe hakikisha usitoke huko ndani. Maana atakapokuona kokote na waweka atakuua. Sawa.
basi siku nyingine mwe mnaongelea ndani. Si unajua pangaji wenzenu wakiwa nasikia ni aibu. Yeah, unachosema ni kweli. Nitajitahidi wakati mwingine tutazungumzia ndani, ataishia ndani wala hatatoka nje. Na nadhani kweli ni kuombe jambo moja. Akirudi mamako usimuelezee basi kuhusu hili, kwa sababu kama unavyojua mamako hapendi kabisa pangaji wake tunakaa tunapiga makelele pale nyumbani kwake. Kwa hiyo nifadhie hilo jambo moyoni. Sawa. Nafikiri safari njema kuna kwenda. Halo mama. Mama, afadhali hata umepiga. Hivi mama, ulimtuma mwanao aje huku Dar kwa ajili ya kutafuta mafanikio au aje kutembea na mke wangu? Mama, sina haja hata salamu kwa hiki kilichotokea. Yaani mtoto wako anatembea na mke wangu, alafu kaona haitoshi zaidi akaamua kumuua. Sasa sijajua ni wivu au nini. Tena mbaya zaidi kamuua bila hata huruma. Aisee mama, yaani ninachokuambia ni hivi. Yaani mtoto wako popote nitakapomuona, kichwa chake kitakuwa halali yangu. Labda nirudie tena hapo kusema, mtoto wako popote nitakapomuona, kichwa chake kitakuwa halali yangu. Hivi nimekutoa kijijini, nimekuleta nyumbani kwangu, na hapo ulikuwa uelewi mbele wala nyuma. Nikakutafutia na kazi ukafanya, ukapata fedha, ukaona ngoja niende nikapange, na fedha bado ikawa haitoshi, nikakuongezea na kwangu. Kumbe ndio ilikuwa tiketi ya kutembea na mke wangu. Alise, yaani wewe mbwa, yaani popote nitakapokuona, yaani itakuwa kama paka na panya. Unasemaje wewe? Nasemaje vipi? Mke wangu, hebu nisikilize basi. Naomba urudi nyumbani sasa hivi. Kwa sababu hauwezi kaenda huko nyumbani mwenyewe. Alafu kumbuka hapo ulipo huna hata pesa nauli. Hebu rudi nyumbani basi mwanamke wangu, tuongee Aisha haya mambo. Bahati, naomba uniache na maamuzi yangu. Kwanza yani ungejua hapa nilipo, niko bondeni naelekea nyumbani kumfuata huyo malaya wako na naenda kumwambia baba kila kitu kilichotokea kati yenu. Sasa kumwambia baba vipi? Huoni kama ukimwambia baba utasambaratisha familia? Mbona unakuwa hivyo? Lakini wewe mwanamke, surudi jamani tuyaongee. Mimi nidhani ulivyoniuliza nikakwambia, nilifikiri labda unataka tuyaongee Aisha. Sasa kumbe ulikuwa unania kwamba ukishamjua huyo mtu mfuate. Hebu rudi basi mwanamke wangu. Naomba basi unisikilize mimi, rudi nyumbani. Nimekwambia hivi, sirudi na sikusikilizi. Naenda huko huko kwa malaya wako. Tena usinichanganye na usinifokee kabisa Bahati. Umenielewa?
Makosa sio ya kwangu, makosa ni ya kwako. Kwa hiyo niache kila mtu akapate adhabu yake. Mke wangu, nimekwambia hebu nisikilize basi, tuyaongea mambo ya Aisha, rudi nyumbani. Eko unachokifanya sio kizuri. Mwanamke hapaswi kuwa hivyo. Mwanamke anapaswa kuwa msikivu na kumsikiliza mmewe jamani. Bahati, nimekwambia ni ya... Halo mamkwe. Mama alilazimisha sana. Kwa hiyo ikabidi tu mimi nimwambie ukweli. Sikutaka tena kumficha kwa sababu kwenye mapenzi yetu mimi na yeye tuliahidiana kuambizana tu ukweli. Sasa ningefanya nini? Mama hupaswi kunilaumu kwa sababu tayari tushamwambia. Mimi niliamini kwamba nikimwambia hivyo hata panic wala atafanya nini, atakaa na mimi chini tutayaongea ataisha. Nini? Anakuja nyumbani? Mungu wangu. Ai. Wewe nishakwambia kurudi kukaa na wewe mpaka uje nyumbani uelezee yote ulionifanyia. Nishakwambia siji mpaka unifuate nyumbani. Hivyo mwanaume una akili kweli wewe? Una timamu? Yaani ni mwanaume wa design gani wewe? Aisee, wanaume kama nyie hapana. Aisee, mwanaume mjinga. Yaani unalazimisha kabisa kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Aisee, wanaume wa siku hizi mmebadilika sana. Hapana, mimi siwezi. Siwezi kabisa kuwa na wewe na siwezi kuwa na mwanaume wa design kama wewe aisee. Wewe, uko nielekea wapi? Naenda kwa kina Mage kumwangalia pacha yangu. Wewe unaenda kwa rafiki yako, unajua kama jirani yako na msiba. Msiba? Nani kafariki? Wewe binti una matatizo. Wewe siku zote upo nyuma kama makalio. Sisi tunaokaa far away mbali tunajua. Ila wewe jirani yake hujui. Unajua kama mke wake Najia ni kafariki. Wewe umejuaje kama kuna msiba kati na kama liko kote huko? Unasema nimejuaje? Hujui kama mishora wadu. Twende huko. Mimi ni kitengo binafsi tunaojitegemea kutoa taarifa katika mtaa. Twende. Sema umekaa kimbea wewe. Na kama unataka mimi niwe na wewe, njoo muelezee yale yote mama ulotaka kunifanyia mimi. Sawa? Ati unaenda wapi? Mbona upo mbio? Na kama unaenda kula magengeni, mimi chakula nishapika, utakula ndani. Hamna, Monica, mimi sasa ni magengeni kula wala nini. Sema hapa nimepokea simu ya ghafla. Unajua ule muda mwanamke wangu anaondoka ni kuna simu sio kampigia mamake, sio kaongea vitu gani, mimi hata siri hapo nakimbia kumwangaza huko, sio atakuwa amefika wapi ili nimzoe kabla hajafika nyumbani. Ndo nenda kumwangalia huko. Sasa unamfuata wapi? Kama mwanamke kashaondoka siachane naye. Kama hakutaki achana naye, kashaondoka huyo. Wa nini tena usilazimishe mapenzi kwa mtu ambaye hakutaki? Mimi si nipo lakini Bahati. Na unajua nakupenda. Alafu usikia wewe, mambo ya kupenda nisha kuzuia. Wewe tulikuwa wapenzi vizuri tu, ukaamua kuolewa mwenzangu, ukaenda kuishi na bwana yako, sio mmegombana kitu gani huko? Sasa hivi unarudi unajifanya unanipenda na mapenzi sana mimi. Sina mimi nikuta na mwenzangu, ndio hivyo tunaanza hata kama ninaheka naye lakini si tayari. Wewe uliondoka ukaniacha mwenyewe. Kama ungekuwa unanipenda kweli ungebakigi. Si uliona kwamba sio mimi sio kwa sababu nimepanga kwenu kwa unanisi mambo ya ajabu ajabu, sasa hivi unaongea vitu gani? Wewe usinichanganye na kichwa changu bana mimi. Huyu naye chizi mapenzi. Upendo sangenipenda mimi.